Na mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo, ni maandamano ya aina yake katika parokia hii ya Mtakatifu Francis Xavier hapa Kalaeni ndani ya Jimbo Katoliki la Moshi. Kwa namna pekee adhimisho misa hii mahususi kwa ajili ya kumuombea au misa ya shukrani ya Father ambaye kapadilishwa hivi karibuni, Padre Gasto. Basi na pekee ni kualike sana tushiriki pamoja. Haya ndio maandamano ya kutisha katika siku hii ya leo. Basi karibu sana tushiriki sote kwa pamoja. Hii ndiyo parokia ambapo amepatia misa ya shukrani. Hapa ndipo eneo ambapo alipokuwa ametokea huyu Father. Nani ni parokia ya nyumbani. Nikusihi sana ndio kufuatilia Kanisa TV. Hawa ni waamini pamoja na wanakwaya, mapadre mbalimbali wa shirika la CMCF wameshiriki katika ibada hii.
wapendwa mashemasi wetu, wapendwa masista, wageni wetu wote pamoja na wenyeji, wasalimuni. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Bwana tulikuwa tunaingoja kwa hamu leo kwamba Mungu wetu aliyeitwa Shemasi Jasto leo ni padre katika kanisa hili la Mungu, ni kuhani kabisa. Tumpe Mungu sifa na shukrani. Ilikuwa ni tarehe 4 ya mwezi uliopita, mwezi jana, mwezi wa 7, ndipo aliyeitwa Shemasi Jasto alipopewa madaraka ya upadre, daraja ya upadre, na daraja hilo ameipatia kule jijini jimbo kuu la Dar es Salaam, na tangu alipopata mpaka leo hii ni padre na anaendelea kuwa padre na kuhani milele. Padre Jasto, karibu sana katika parokia yako ya Mtakatifu Francis Xavier, parokia uliobatizwa, parokia uliokulia, uliolelewa kwa kipindi fulani cha kirefu cha maisha yako, na leo hii ni padre. Karibu sana kutuadhimishe misa ambayo umeichagua mwenyewe kwamba utaiongoza kwa kupitia Mama Bikira Maria. Bikira Maria amekuwa mwombezi wake mkubwa, Bikira Maria amekuwa mtetezi wake mkubwa, anamwamini na anaendelea kumpa heshima zake zote. Ndio maana misa ya leo ameichagua kwa ajili hiyo. Anamshukuru Mungu. Tuunganike naye kumshukuru Mungu kwa mambo aliyotendea, lakini pia tuendelee kumwombea katika misa hii. Rasmi sasa ni kwa ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo
Imba, ee binti Sayuni, piga kelele, ee Israeli, furahi na kushangilia kwa moyo wako wote, ee binti Yerusalemu. Bwana ameziondoa hukumu zako, amemtupa nje adui yako, mfalme wa Israeli. Na yeye Bwana yu katikati yako, utaogopa uovu tena. Katika siku ile Yerusalemu utaambiwa, usiogope, ee Sayuni, mikono yako isilegee. Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kukuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu, atatulia katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba. Neno la Mungu. Aliondoka siku hizo akaenda hata nchi ya nyumbani kwa haraka, mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa na Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu, akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi?
maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye yeye aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa, waheshimiwa wazazi, Mama Benedikti na Mama Juliana, wapendwa wanafamilia, ndugu, jamaa, marafiki na waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Leo kwa namna ya pekee kabisa, kwanza yote tunajumuika na mpendwa Augusto katika kumshukuru Mungu kwa neema alizojalia, baraka ya uhai, maisha, afya, wito na maisha ya uokovu na uhai, hadi tunakutana hapa pamoja naye kutolea Mungu sadaka hii ya shukrani. Tupe Mungu sifa na shukrani kwa makofi. Basi tunajua sauti ya kufurahi kama wanafurahi kwa baraka hizo kubwa kabisa ambayo Mungu ametujalia. Pili, Padre Augusto anapenda kuwashukuru wazazi, ndugu, jamaa, marafiki na wote waliosindikiza katika safari hii ya kiroho kupitia sadaka hii ya misa ya shukrani. Ya tatu, Padre Augusto pia anaendelea kuwashukuru wanashirika wa Clareti waliochukua jukumu la kulea katika kutimiza ndoto yake ya kutumikia Mungu katika kanisa, hadi akaweza kuweka nadhiri hizo katika shirika hilo kama tawa. Na mwisho, Padre Augusto pia anapenda kualika wote tulio hapa tuunganike naye katika sadaka hii ya misa ya shukrani, ili Mungu aendelee kuchepusha viito vitakatifu katika vijana wetu wa parokia hii, waendelee kuingia katika maisha haya ya hii viito vitakatifu ya upadre, utawa na hata ndoa. Hivyo katika nyanja hizo kuu nne tunaalikwa kuunganika na padre katika kutolea Mungu shukrani. Na kuna methali inasema mkata mkono mtupu. Padre huyu alifanya misa ya kwanza ya shukrani kwa Dar es Salaam, lakini akakumbuka kwamba alipozaliwa na kulelewa na parokia hii, alipopata ile chembe ya wito kutumikia misa hapa hapa parokia hii, shule ya msingi, sekondari hapa hapa, akasema narudi kwenda kuunganika na wanakiraeni wenzangu walioandamana nami katika kutambua wito huu. Ndio maana baada ya kufanya misa ya kwanza kule Dar es Salaam, ndio amefika tena hapa nyumbani kwake Kiraeni kushiriki pamoja na sisi katika kutolea Mungu sadaka hii ya misa ya shukrani. Asante sana kwa kupanda kwa kufika hapa. Mpendwa Padre Augusto
misa ya shukrani iliyochagua ni misa ya Bikira Maria, na kama ilivyo kwa shirika la Waklareti ambao ni shirika la watoto wa moyo safi wa Bikira Maria, umefanya vyema kumchagua mama Bikira Maria akusindikize katika safari hii ya wito mtakatifu. Tunakualika kwa namna pekee kufanya mama huyu awe mwombezi wako na akusindikize katika wito huu. Katika Injili ya leo, Bikira Maria amemtolea Mungu utenzi wa shukrani kwa kumteua kuwa mama wa ukombozi. Hivyo padre unaalikwa kushukuru Mungu kupitia Bikira Maria na pia kwa maombezi yake, ili mama huyu aendelee kusindikiza katika safari yako ya kuhani. Hivyo tunakualika kwa namna pekee kabisa kuunganika nawe katika kutolea Mungu shukrani hiyo kupitia maombezi ya Bikira Maria. Na katika misa hii ya shukrani inakuasa mambo matano ambayo utazingatia ili uweze kufanikiwa katika wito huu mtakatifu ambao Mungu amekuletea. Jambo la kwanza, ningependa kwa namna pekee uweze kuchukua ujumbe ambao nimeuita kwa jina la Padre ni kuhani katika kanisa. Padre ni kuhani wa Kristo katika kanisa. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba padre ni mtu wa pekee kama maandiko matakatifu yanayothibitisha ukweli. Ukirejea ile waraka kwa Waebrania sura ya 5 aya ya 4, anasema hakuna mtu awezaye kujitwalia mwenyewe heshima hii ya kuwa kuhani mkuu, bali kila mmoja huteuliwa na Mungu. Kumbe zawadi hii kubwa kabisa pekee imetoka kwa Mungu mwenyewe, sio nguvu zako binafsi. Unaalikwa kuipokea katika uzito mkubwa kabisa. Kristo mwenyewe hakujitwalia heshima hii ya kuwa kuhani mkuu, bali Mungu alimwambia kupitia ile waraka kwa Waebrania sura ya 5 aya 5 hadi 6, anasema wewe ni kuhani milele kwa mfano wa Melkisedeki. Je, kusema Kristo mwenyewe aliitwa kwenye ukuhani na kufanywa kuwa kuhani wa milele, kadhalika nawe pia umeitwa kuwa kuhani kwa utukufu huo, kwa zawadi, kwa huruma yake Mungu mwenyewe. Si kwamba tunastahili sana kuwa makuhani hapa, tumepewa hazina hii kubwa katika vyombo vidogo. Tunapaswa kupokea kwa unyenyekevu na kuomba Mungu nguvu ya kusafiri na kutimiza wito huo kwa uaminifu. Mpendwa Padre, ni jambo la heshima linalotufikirisha sote kuona kwamba kati ya watu wengi wa parokia hii ya Kiraini, Kristo ameamua kutunukia zawadi hiyo ya kuhani. Kumbuka kwamba Mungu hakukuchagua kwa sababu ya mastahili yako, bali tumshukuru Mungu aliyekustahilisha thawabu hii. Ndivyo ilivyo. Yote tumpe Mungu sifa hiyo, kwa sababu mlianza wengi, lakini si wengi walifikia lengo hilo. Na kila sababu ya Mungu asante. Na ndugu yangu mpendwa, karibu pia katika ukurika wa ukuhani, ukatika wa ukuhani katika hali hiyo ya unyenyekevu, na maneno ya Daudi yawe maneno yako ya kuingiza katika ukurika huo wa ukuhani. Ukirejea kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 aya ya 18, Daudi anasema, mimi ni nani, Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata kunileta hata hapa nitumikie. Katika hili ndugu yangu, katika kwamba wito wako wa ukuhani ndani yako na kanisa la Kristo unabaki kuwa ni fungo. Ni fungo kwa sababu ni ukweli kwamba Mungu amekuchagua na kukuteua na kukuweka wakfu katika hali ya udogo na unyonge, lakini pamoja na hayo amekuchagua kuwa mhudumu wa mafungu matakatifu. Utaadhimisha mafungu matakatifu, yaani misa takatifu, sakramenti mbalimbali za kanisa, na kuwabariki watu kupitia mikono ambayo imepakwa mafuta matakatifu. Pia Mungu amekupa stola. Kazi ya stola ni nini?
njema kwa jina la Mungu mwenyewe, kusamehe watu dhambi kupitia sakramenti ya kitume, na kuwakusanya watu katika kuadhimisha sakramenti mbalimbali za wokovu. Hivyo sala hiyo ambayo tunaifanya kwa maadhimisho ya misa ni mamlaka ambayo Kristo ameweka juu yako uyatumie kuwaongoza watu kwenda kwa Mungu. Na katika hili mpendwa Kristo, kuna kuwajibika katika kuendeleza kazi hii ya ajabu ya ukombozi wa wanadamu na kushukuru kwa makuu ambayo Mungu amekutendea. Wewe pamoja na makuhani wengine wote tunahesabika kuwa ni viumbe dhaifu tusio na wastahili, lakini tumepewa hazina hii kubwa kwa viungo vya udongo. Tuombe Mungu atuimarishe katika kutimiza huu kwa uaminifu, na sote tunakuombea zawadi hii isiwe kwako bure, bali iwe kwa manufaa ya kanisa zima la Mungu. Hivyo wajibu wako mkubwa kabisa upokee katika uzito wake na utimize kwa unyenyekevu kwa manufaa ya watu wa Mungu, kuongoza roho ziweze kufika mbinguni. Wanasema anguko la dini kuwa dalili kwa kuwa lichi. Kuna jambo ambalo la mtu mwingine hapo mtaani naweza nisiandike kwenye magazeti wala kwenye vyombo vya habari, lakini kufanya kosa hilo itakuwa ni habari. Kwa nini watu wanafanya hivi? Kwa sababu ya mamlaka ambayo tumepewa, kwa sababu ya wadhifa ambao tumepewa. Kumbe katika hilo ingia katika upande, katika Mungu, unyenyekevu, katika uangalifu mkubwa, na kuomba Mungu atuimarishe kwa neema yake, kwa sababu hatuwezi kupambana wenyewe bila msaada wa Mungu. Jambo la pili, na kuasa Padre Gasto kama ndugu wangu padre, ni kuhusu padre na Ekaristi Takatifu. Ulipandishwa ili kutolea sadaka ya Ekaristi Takatifu, yaani misa inayowakilisha sadaka ya Yesu pale msalabani. Ile siku ya upandisho wako, askofu alikabidhi mapaji ya mkate na divai katika ile kanisa kuishi. Askofu alisema maneno yafuatayo. Alisema, pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu, ufahamu haya unayotenda, fuasa haya utakayofanya, patanisha maisha yako na fungu la msalaba wa Bwana. Itikia amina. Sasa katika kazi ya mtu kwa shida kidogo pale, ishara kwamba ile ndio moyo wa padre na moyo wa maisha yetu kwa ujumla, katika kuhudumia watu sadaka ya misa takatifu ambayo tumekabidhi leo. Mpendwa sana Padre, tunakualika uwe na imani kubwa juu ya fungu la Ekaristi kama kiini cha sala zote. Imani hiyo idhihirike wazi katika ukuhani wako, unadhifu wako kama padre, na mpango wako katika yote yanayohusiana na adhimisho la misa. Ipe misa heshima yake na uzito wake wote. Ufanye maandalizi ya mahubiri unayotoa kwa watu. Fanye maandalizi ya ibada yote ya misa. Watu wakihudhuria misa hiyo wale kabisa, padre alifanya kwa uchaji, padre alifanya kwa maandalizi, na utawavuta watu wengi kwa Mungu. Kwa hiyo ipe uzito kabisa. Ndio sana kwa zote kwa misa takatifu. Mpendwa sana Padre, pia umeshirikishwa ukuhani wa Kristo katika kanisa, na ni mapenzi ya Mungu kupitia Kristo kwamba kazi ya pekee ya ukuhani iendelezwe katika kanisa lake. Katika karamu ya mwisho, usiku ule kabla ya kuteswa kwake, Yesu mwenyewe alitoa katika moto ya mkate na divai, alipogeuza mwili na damu yake, na akawaamuru mitume wake waendelee kufanya matukio hayo kwa ukumbusho. Alipowaambia, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Aliniambia pia na mimi na wewe na makuhani wote, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwamba endelezeni sadaka hii ya misa kwa manufaa ya roho za watu. Katika adhimisho hilo, Kristo aliunda tabaka jipya la makuhani. Makuhani wa Agano Jipya la milele ndio sisi, na makuhani hao wewe sasa ni mdau na mshiriki katika mwanga huo, kama Paulo alivyosema, mimi ni mtumishi wa Kristo na wakili wa siri za Mungu. Rejea waraka wa
umeingizwa katika kundi la uzao mteule, umeingizwa katika kundi la ukuhani wa kifalme, umeingizwa katika kundi la taifa takatifu, mtu wa milki ya Mungu, upate kuzingatia fadhili zake yeye aliyekuita kutoka gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu. Rejea ule waraka wa Mtume Petro kwa watu wote, waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 9. Kwa kuwa ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Karibu katika ulimwengu huu. Mheshimiwa sana pale uko huru kusali kwa nia yoyote kadiri ya uongozi wa Mtakatifu. Hata hivyo, ni wajibu wako kwa kwanza kabisa kuombea watu wote uliokabidhiwa kuwachunga kama mchungaji, wale kondoo ile kundi uliokabidhiwa. Pamoja na sala zako binafsi, kipaumbele ni kuombea wale kundi uliokabidhiwa, kondoo wako kwa namna ya pekee kabisa, na uombee katika hali zao, matatizo yao, mahangaiko yao, na pia uombee na wewe mwenyewe kupitia sadaka ya misa ili uweze kuwa kinga wao. Padre kama alivyoeleza basi, ikitokea tendo la mesi makini, ni rahisi sana kuingiza gari na watu wote mtoni wakapita. Kumbe unakaa pale mbele kama kinara, hakikisha kwamba abiria wamebeba katika basi lako wanafika salama, yaani Wakristo ambao tunakabidhiwa na Mungu mwenyewe. Kirudisha gari, kurudisha hatari maisha yao, kama maisha yao. Kumbe jinsi abiria wanavyotegemea mahiri wadereva kufika mwisho wa safari yao salama, ndivyo waumini watakapokutegemea wewe pia kama dereva kuongoza katika kiroho uweze kufika mbinguni. Hakikisha kwamba hizo roho zilizokabidhiwa zinafika salama katika mwisho wa safari zao. Jambo la tatu ambalo ningependa kukuasa Adidasto kama wangu ni kuhusu ushirika wako na mapadri wenzako, au ushirika baina ya mapadri. Maana yake ni ushirika collegiality, ushirika wa mapadri wenzako. Mpendwa sana kuhani, tambua kuwa kubatizwa ili kufanya kazi ya mchungaji mwenyewe. Hapana, hata Yesu alikuwa anatuma mtume mmoja, alikuwa anatuma kubatizwa kufanya kazi peke yako, bali pamoja na wale walionao katika uwepo wa kikuhani, yaani watawa na mapadri wenzako, chini ya uongozi wa mkuu wa shirika na askofu. Zingatia udugu wa kisakramenti na mbili ulizoweka katika urika wa makuhani na mapadri. Kwa nini kuzingatia sana udugu? Kwa sababu inapendeza sana waumini wanapoona mapadri na watawa wao wakiishi pamoja, wakisali na kupanga kazi za kichungaji pamoja, wakikabiliana na changamoto za kichungaji pamoja, wakifanya kazi zao pamoja, wakila na kupumzika pamoja. Kwa nini? Kwa sababu katika umoja huo hii kazi utaifanya kwa wepesi. Epuka kufanya vitu peke peke, kwa sababu katika ushirika huo ikitokea tatizo ni zaidi kuelewana kwa urahisi zaidi, kwa sababu umedumisha udugu na mapadri wenzako. Ndio maana ikitokea tatizo lolote, msaada wa kwanza unapata mapadri wenzako. Utapiga simu wazazi wao na dereva au utawaambia baadaye, lakini wa kwanza ni wao wanaofuata mapadri wenzako. Msaada wa kwanza kabisa dumisha hapa, na katika shida yoyote msaada wa kwanza kama kusema utapata mapadri wenzako kudumisha usiku. Hivyo zingatia kuwa na uhusiano mwema na mapadri wenzako. Umoja na mshikamano baina yako na mapadri na watawa wenzako katika jamii utakuwa ni msaada mkubwa kwa ukomavu wako binafsi, ili uweze kuishi utukufu wa uaminifu. Shikamana wanaweka watawa wenzako katika kazi ya kichungaji. Changamoto mbalimbali za kimaisha zitatoka pamoja, na safari yako itakuwa ya wepesi zaidi, kama Waswahili wanavyosema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hii ndio familia yako mpya ya kimakuhani. Kuwa na wazazi, kwa sababu wazazi wameshakutoa
atapenda watu wote kama ndugu katika urika wa kikuhani na katika imani ya ubatizo. Sote tumeitwa kuwa wanarithi wa uzima wa milele kupitia ubatizo. Hivyo basi, katika maadhimisho ya misa na sakramenti, katika utume wako, padre ni Kristo mwingine au Antikristo kwa Kilatini. Kwa waumini na wasio waumini watatuona sisi mapadre hivyo, kwa sababu tunaamini, kwa sababu wanamwamini na kumwishi padre. Hivyo padre anapaswa kujitahidi kuishi ndani ya Kristo, pamoja na Kristo na kwa ajili ya Kristo, kama kweli tunataka kufanikiwa katika utume huu. Hivyo tunapaswa kuishi maisha yetu na Kristo mwenyewe aliyetuita katika utume huu. Muunganiko huu wa upendo wa padre na Kristo lazima ujulikane pia katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano, katika sala, hususan sala ya kanisa au breviari na sala binafsi, hakikisha kwamba unajitahidi kudumisha ratiba hii inayotuunganisha na Kristo. Ili uweze kuishi ukarimu wako vizuri katika ukomavu na furaha, fungamanisha maisha yako na Kristo aliyesali mara kwa mara katika matukio mbalimbali, kabla ya kuchagua mtume wake kanisani, kabla ya mateso yake kanisani, katika matukio mbalimbali, kabla ya kukabiliana na tukio aliweza kusali kwanza. Akisha pia sala inakuwa ni nyenzo, ni silaha kubwa ya kushinda majaribu na vikwazo vinavyokutana navyo katika upadre. Tanguliza sala kwanza kabla ya kukabiliana na matatizo, ili Mungu aweze kukupa nguvu ya kupata majibu ya kutoka katika hiyo changamoto ambayo utapitia. Yesu pia alisali katika matukio muhimu kama nilivyosema. Hivyo kusali mwongozo na agizo la Kristo mwenyewe, na ni kwa kila Mkristo, lakini zaidi sana kwa padre ambaye ni kiongozi. Sala kwa padre kama injili ya utumishi na uchungaji wake, ndio nguvu itakayokupa uweze kufanya uchungaji wako. Ushuhuda wa maisha, yaani kuishi kile unachokiamini, pia hakikisha kwamba unakitekeleza ili watu waweze kuunganisha kati ya kile utakachokifundisha na maisha yako binafsi. Wanasema matendo yanafundisha kuliko maneno. Hakikisha unaunganisha kati ya mafundisho yako na maisha yako ili kuwavuta watu kwa Mungu. Jitahidi, tunajitahidi. Tunaweza tusifanikiwe kwa 100%, lakini tunaomba neema ya Mungu kujitahidi kuunganisha tunayoyafundisha na tunayoyaishi. Jinsi tunapopokea misalaba ya maisha na kujikabidhi kwa Kristo na watu tunaokutana nao, wewe pia unaalikwa uwashirikishe, ushawishike kuwa umekutana na Baba mwenye hazina anayependa kushirikiana nawe, yaani Mungu mwenyewe. Hazina hii utaipata wapi? Katika maandiko matakatifu. Chota nguvu kupitia sala, chota nguvu kupitia maandiko matakatifu ili uweze kusoma mbele. Jambo la tano linalopasa na kuhusu padre na waamini wake, uhusiano kati ya padre na mtoto wake, uhusiano kati ya mchungaji na mtoto wake, padre na waamini wake au walimu wake. Na kualika kwa namna ya pekee uwe mchungaji wa watu wote katika hali zote, wakati wa furaha na wakati wa huzuni. Wakati wa furaha katika sherehe tunao, wakati wa huzuni kwenye mazishi na matukio mengine kuwe nao. Ndio maana ya mchungaji kuwa na watoto wake kwenye furaha na kwenye huzuni, wakati wa magonjwa na wakati wa afya pia kuwa nao. Katika kutoa huduma za kichungaji, kabla usiwabague waumini wako kwa misingi ya kipato chao, kwa misingi ya vyeo vyao au kabila lao au jinsia yao. Kwa maneno mengine, epuka upendeleo katika kutoa huduma zao za kichungaji kwa kondoo uliokabidhiwa. Utapata sifa kwa Mungu na kwa watu pale utakapoweza kutoa huduma bila upendeleo wowote. Jitahidi sana. Tuko kwenye nyakati ambazo ni shauri. Nitatoa mfano ambao nimetokea mimi mwenyewe katika parokia moja ya hospitali. Nilikuwa nafikiri misa ya jumuiya niende kwao ili wajue kuona fari kwamba msaibu kuna watu wengi. Sasa tunapia tufanye kazi kwa sisi. Hawa wana jumuiya hawafahamiani na watu tusipokuwa mimi. Hawa watu maskini
wanaweza kuenda kupata kama mimi ndio kitu na kwenda kuhudumia hao ambao kwa bahati nzuri nimepata bahati kwa watu wengi nipenda katika kanisa. Hakuelewa kwa mleko na ndio inapotokea misa moja familia maskini, moja familia tajiri, hakikisha unatenda haki kwa wote. Usivute upande mmoja. Hiyo ndio usia wangu ambao nakupa, ambao utakutana nao katika uchungaji wetu. Usibague watu kwa misingi ya vipato vyao, hakikisha kwamba unawapa haki na huduma sawa kwa wote. Jambo lingine katika ushauri wa wale ni wasi sasa wapendwa wawili ndio hapo pia kuona hitaji la kuwasaidia na kuwatengeneza hao wanawake wetu na watawa wanaotuhudumia. Msipotambua wanaotumika katika tumeoa tuwatunze kupitia matendo yetu ya sana kupata watu milele. Msipotambua wajibu kulazimisha na kuzisha na shughuli nyingine nje ya mchungaji. Kuneni kwamba ninyi ndio wajibu katika mambo ya kiroho. Mjitahidi kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji yao ya msingi, kwa sababu hata Yesu alipowatuma wale mitume aliwaambia mtendakazi anastahili ujira wake, kimaanisha kwamba mitume wategemee kutindwa na wale watu wanaohudumia wasifikie wao. Wapo kwa mara nyingine nakuuliza tena kwa hatua hii inayodai ujasiri na uvumilivu mwingi. Pia nakaribisha katika mwaka wetu wa kikuhani. Kwa niaba ya mapadri na watawa wote, tunakuahidi ushirikiano katika utume huu, katika maisha haya, ili ufalme wa Mungu udhihirike baada ya maisha haya tuweze kufikwa taji ya utukufu. Kwa heshima na taadhima, kwa niaba yangu binafsi na watu wote tuliokusanyika hapa, napenda pia kuwashukuru wazazi, ndugu zako na wote waliokuruhusu na kuunga mkono kufikia altari ya Bwana, kwa sababu si watoto wote wanapata sapoti ya wazazi. Wapo wanaokatishwa tamaa na leo wanabadilisha mawazo, wanaambiwa hutaweza kuwa mtu kila siku kufukuza pale tena kumejali katika yao kadiri ya msaada ya kichungaji. Piga mstari kadiri ya msaada ya kichungaji. Sasa tuuze bei kuja katika mahitaji yao kadiri ya msaada ya kichungaji. Bila wao kusikuwa hivyo. Mungu kwa kuhitimisha, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.
wanakaa karibu.
unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, nakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao, Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na kisha kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi.
tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye alitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, atujalie sisi tunaitiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, baba wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake wa bikira, mitume wako wenye heri, mashahidi wako watukufu, na Mtakatifu Fransisko Mzaveri, msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada na mapesi yao mbele zako. Tunakuomba Ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Ludovic Binde, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya wa taifa lako. Sikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: yote tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende ulijalie
Alimwambia mwanafunzi aliyembeba, tazama mama yako. Ekaristi, padre wetu mpya atawakaribisha wazazi wake, maumbo ya mwili na damu, na mapadre wengine watatufikia katika maeneo yetu, na watakaopumzika ni Wakristo wa Katoliki waliojiandaa vizuri. liyafundishe mataifa yote kuwa mbegu ya Injili na lienee duniani kote na kumiminiwa Roho wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mpendwa wetu mpya pamoja na wenzako, waheshimiwa na wapendwa mapadre wetu, watawa, shemasi, wageni wetu, wazazi wetu, wazazi wa padre wetu, wageni wetu waliotoka mbali na karibu, pamoja na wenyeji bila kuwasahau na wana watoto wetu wote, masalimuni tena. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi katika Kristo
ajiandae kwa ajili ya kusoma risala kwa upande wetu mpya, na tutakapokuwa tumesoma risala hiyo, tutafuata utambulisho. Sehemu ya kwanza utambulisho tutaifanya mimi, alafu sehemu ya pili ataifanya upande wetu mpya, baadaye tutawaambia tutakachofuata tena. Ajenda leo kwa ajili ya kusoma risala, tunaomba wakaribia. Parokia ya Mtakatifu Francis Xavier Kiraini. Risala ya kupongeza Mheshimiwa Padre Gasto B. Kimario CMF kwenye adhimisho la misa ya shukrani kwa Mungu leo Jumamosi tarehe 1 mwezi wa 8 2026. Mheshimiwa Padre wetu mpya Padre Gasto B. Kimario, Mheshimiwa Baba Paroko, waheshimiwa mapadri wote, Mheshimiwa shemasi, waheshimiwa watawa wa kike na kiume, mafrateri, wazazi wa padri mpya, ndugu, jamaa na marafiki wote wa padri mpya, wageni wote na waamini wote tuliojumuika katika ibada hii ya misa takatifu ya kumshukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya padri wetu mpya kwa kumjalia afya na nguvu kufikia siku ya kuadhimisha misa takatifu ya shukrani kwa Mungu. Mungu ni mwema, kwani wewe ni padri wa 20 mzawa kuadhimisha sherehe kama hii kwenye parokia yetu ya Kiraini. Ni jambo la kumshukuru Mungu na ni heshima kubwa isiyo na kifani. Sote hatuna budi kurudishia Mungu sifa, utukufu na shukrani kwa matunda haya ya kutupatia padri wetu mpya, ama ya upendo wetu kwako. Mwisho, tunakutakia mafanikio mema kwenye utume wako mahali popote utakapokuwa unahitajika kutoa utume. Padre Gasto B. Kimario CMF. Ni sisi kamati tendaji kwa niaba ya waumini wote wa parokia ya Mtakatifu Francis Xavier Kiraini. Tumsifu Yesu Kristo. Amemvalisha taji kwa heshima kubwa kabisa, kuonyesha kwamba ndiye mbora wetu kwa siku hii ya leo. Kuna ambao wamesafiri kwa shemasi wetu ambaye tunasaidiana naye katika tukio la leo. Wa parokia ya Kiraini ndiye aliyeweza kuniangalia misa hii ya shukrani. Nimekuwa nikiwasiliana naye kwa muda mrefu sana, na hata kupanga tarehe hata kabla ya ushemasi, baada ya ushemasi na baada ya ukaribisho, alikuwa akinipa maelekezo mbalimbali. Asante sana Baba kwa kukubali kuniangalia misa hii ya shukrani hapa na kuweza kunipokea kuweza kuadhimisha misa hii ya shukrani hapa parokiani kwetu. Asante sana. Kwa majina anaitwa Padre
kuweza kuwatambulisha mapadre wasimamizi wangu wawili, wasimame wote kwa pamoja wapungie waumini. Asante sana baba. Basi niendelee, nipe nafasi ya kuendelea umlezi ambaye alifanya kazi na kukua. Kuna siku aliniambia, ukiendelea na tabia hii, sikutegemea kabisa wewe kufanya hivi, lakini baadaye akanionya na akaniambia, nikuruhusu endelee, lakini usiendelee tena. Baba, asante sana kwa malezi hayo. Nakumbuka jambo alikuwa linauma, lakini niliona umuhimu wake katika maisha yangu. Mlezi wangu Padre Gilashayo, na wasimame wapungie waumini. Baadaye katika shule ya mwisho pale Morogoro, na alikuwa katika moja miongoni mwa walezi tulikuwa nao pale. Asante baba kwa malezi yako. Pia niweza kuniruhusu niweze kuendelea. Paroko wa parokia ya Kimara Padre Timothy Obuto CMF nimekuwa naye kwa muda kidogo, naye pia ndio aliniandalia misa shukrani. Pia sio pandisho, niko naye kule Kimara na alishiriki kote huko na kuweza kusema kwamba leo pia basi anataka aje ashuhudie naye, akae asherekee, kwa sababu siku zote alikuwa asherekee, kwa sababu anashirikisha watu wengine. Asante sana baba. Mama simame au masalia waumini. Basi uliobaki niendelee kuwatambulisha ambaye alikuwa kule Kenya mwaka 2020 aliyeweza kuhudhuria nadhiri zangu za mwanzo ni Padre Pilato Mario wa shirika la Holy Ghost. Yule Damiani Kimario asimame apungie waumini. Basi na baada ya kumaliza huko, niende sasa upande wa huko. Nipende kuwasimamisha wazazi wangu, baba na mama, baba Benedict, mama Juliana na mama Mle. Asante ya Kimara na wengine kutoka parokia Michungwani na wageni pia waliotoka Kenya, wasimame wapungie waumini. Basi wake pale nyumba yetu ya malezi akiwa na Gido, Padre Ken Omondi, naomba usimame wapungie waumini. Asanteni sana kwa kuja, ndani yao nilikuwa nimewaacha. Tumsifu. Kumbukumbu nzuri kwa majina na watu wanaokaa safi kabisa. Tupongeze tena padre wetu kwa utambulisho mzuri. Sikumbuki vizuri kama kuna kundi hilo hawa watu wetu wa